Kuwa na upendo wa kweli, ni vizuri uweze kumtegemea Mungu. Ni vizuri uweze kufungua moyo wako Yesu aingie pale, kwa sababu yeye ndiye ambaye atakuwezesha kuwa na upendo wa kweli. Upendo ambao mara nyingi tunaita upendo leo sio upendo, kwa sababu ni upendo ambao una masharti. Nakupenda kwa sababu wewe ni wa kabila langu. Nakupenda kwa sababu kuna kitu ambacho naweza faidi kutoka kwako. Ninakupenda kwa sababu wewe umesoma na mambo mengi. Na huu sio upendo wa kweli. Upendo wa kweli hauna masharti yeyote kabisa. Na upendo huu unatokana na Mungu. Watu wengi wana shida sana na upendo wa kweli. Na hii ni kwa sababu mioyo yao wamemfungia Mungu nje, Kristo Yesu nje. Hawajapeana maisha yao kwa Yesu Kristo, na basi kupenda na moyo wa ukweli imekuwa ni shida. Na unaweza sema, je, mhubiri na wajua watu ambao wamo makanisani lakini hawana upendo wa kweli? Napenda kuambia kuna Wakristo ambao kimombo tunawaita carnal Christians, ambao wameingia kanisani lakini mioyo yao wanafanya wanavyopenda, wanafanya wanavyofikiria, hawampei Yesu nafasi ya kutawala mioyo yao. Na basi hawa ni carnal Christians. Na ndio maana ninasema unaweza kuwa kanisani lakini bado unang'ang'ana na mambo ya kupenda na upendo wa kweli. Ni lazima tuwe na uhusiano na Mungu wetu. Ni lazima tuwe na matembezi na Mungu wetu siku kwenda nyingine, maana yeye ndiye chanzo cha upendo wa kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hiyo jambo la kwanza, upendo huu wa kweli unatokana na Mungu. Ni zawadi yake Mwenyezi Mungu. Sisi kwa nguvu zetu hatuwezi penda na kupenda kwa njia ya ukweli. Tunahitaji msaada wa Mungu. Naye Mungu akiwepo basi, ambaye ndiye chanzo cha upendo wa kweli, basi tunaweza kupenda kwa njia ambayo inastahili. Na jambo la pili, upendo huu ambao ni wa kweli unaonekana ndani ya Yesu Kristo. Upendo wa kweli unaonekana ndani ya Yesu Kristo. Mstari wa 9 hadi mstari wa 10. Biblia inasema hivi: katika hili pendo la Mungu lilionekana kwetu, kwamba Mungu amemtuma mwanawe pekee ulimwenguni ili tupate uzima kwa yeye. Hili ndilo pendo, si kwamba sisi tulimpenda Mungu, bali kwamba yeye alitupenda sisi akamtuma mwanawe kuwa kipatanisho kwa dhambi zetu. Upendo wa kweli unaonekana katika maisha, katika huduma ya Yesu Kristo. Ndio maana mstari wa 9 unasema, katika hili pendo la Mungu lilionekana kwetu, kwamba Mungu amemtuma mwanawe pekee ulimwenguni ili tupate uzima kwake. Mtumishi wa Mungu Yohana anasema, ikiwa ungependa kuona picha ya jinsi upendo wa kweli unafanana, muangalie Yesu Kristo. Yeye ni mfano tosha wa jinsi ambavyo upendo wa kweli unafanana. Anasema huyu Yesu alikuja ulimwenguni akafanyika kipatanisho kwa dhambi zetu. Huyu Yesu alikuwa Mungu lakini akaja ulimwenguni akafa ili tuweze kupata uzima wa milele. Msikilizaji wangu, Yesu hakuja ulimwenguni afe kwa sababu alikuwa ametenda dhambi yoyote. Hapana. Yesu Kristo hakuja ateseke katika ulimwengu na mwishowe aangikwe msalabani kwa sababu ya dhambi alikuwa amefanya. La hasha. Kilichomsababisha Yesu aje ni upendo aliokuwa nao kwa mwanadamu. Mwanadamu ambaye alikuwa anateseka, alikuwa anaumizwa, alikuwa katika kifungo cha dhambi. Na Yesu kwa sababu ya upendo wake akaangalia mwanadamu na akasema, niko tayari nije nife, nifanyike sadaka ili watu hawa waweze kupata uzima wa milele. Watu hawa waweze kupata msamaha wa dhambi. Ndio maana Yesu akaja, na alipokuja anakufa msalabani. Yohana 3 na mstari wa 16 inasema, jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanawe pekee ili kila mwaminie asipotee bali hawe na uzima wa milele. Ningependa underline neno hilo, ili kila mwaminie. Ana ubaguzi, anakufa kwa sababu ya wanadamu wote. Yeyote ambaye atamwamini, awe mweusi, awe mweupe, awe Mwafrika, awe mzungu, yeyote yule, awe mwanaume, awe mwanamke, yeyote yule atakayemwamini, huyo atapata uzima wa milele. Upendo wa ajabu, upendo ambao haubagui, upendo ambao ni inclusive. Nasema yeyote ambaye anataka, basi Yesu amekufa ili akaweze kuokolewa. Na ninaangalia maisha ya Yesu Kristo na naona upendo huu. Yesu Kristo alifika ulimwenguni na akawatendea watu mema, lakini watu hawa wakamgeuka. Watu hawa walipoulizwa na kiongozi nyakati zile, Herode, mngependa tumwachilie nani, Yesu ama Barnabas, jamaa ambaye alikuwa mwizi? Watu wakasema Barnabas aachiliwe lakini Yesu afe, aliyekuwa anatenda mema.
na Yesu anaanza safari ngumu ya kuelekea msalabani. Na unakumbuka akielekea msalabani, anabebeshwa msalaba, Petero akachukua kisu na akakata sikio ya mmoja wa maaskari waliokuwa wanamchapa Yesu. Na Yesu anachukua ile sikio na anairudisha kwa yule askari, anarudisha mahali pake, na papo hapo anapona. Na Yesu anasema kama angetaka vita, angeitisha moto kutoka mbinguni na huo moto malize watu hawa. Lakini kwa sababu ya upendo aliokuwa nao, maana alielewa shida yao ni dhambi, Yesu Kristo akavumilia watesi wake. Anapoangikwa msalabani, kuitwa majina, kutemewa mate, amevalishwa kofia ya mimba, akiwa pale Yesu Kristo anawaombea, Bwana wasamehe kwa sababu hawajui wanalo litenda. Sijui msikilizaji wangu kama unaweza kuombea adui yako maombi kama hayo. Yesu Kristo anawaangalia kwa sababu upendo wake ulikuwa wa